Na katibu aliyependekezwa kuhudumu katika idara ya utangazaji na mawasiliano ya simu Stephen Isaboke leo alikabiliwa na maswali magumu kutoka kwa wanachama wa kamati ya bunge kuhusu habari na teknolojia ya mawasiliano. Wabunge kwenye kamati hiyo walimtaka afafanue kuhusu masuala yanayoathiri mawasiliano nchini, kuanzia uhuru wa vyombo vya habari, sheria zilizopitwa na wakati na mtazamo wa kimkakati kwa shirika la utangazaji nchini la KBC, uhalifu wa mtandao na uhusiano wake wa zamani na kampuni ya Go TV. Stephen Mutari Isaboke. Akifika mbele ya kamati ya bunge kuhusu mawasiliano, habari na ubunifu, katibu aliyependekezwa kuwa katika idara ya utangazaji na mawasiliano Stephen Isaboke alieleza kuhusu mpango wa kuleta mabadiliko katika sekta hiyo. Kuhusiana na shirika la KBC, Isaboke alisema ataongoza mpango wa kuleta mabadiliko kwenye shirika hilo. Look at our assets, look at our liabilities and say, because the exchequer is constrained, Treasury can no longer afford to give all the funds that the state enterprises require. Is there another thing we can do with own-generated funds? And this is why I said this respected senior man, old man, should actually look at his assets, lease, let, use for some partnership of sorts. Ili kukabiliana na tishio la habari za kupotosha na matumizi mabaya ya mfumo wa kidijitali, alipendekeza kuchukuliwa kwa hatua kupitia sheria ya kudhibiti uhalifu wa mtandao na kuimarisha uhamasishaji. Lakini uchunguzi ulizidi wakati wabunge walipotilia shaka uwepo wa hisa zake katika kampuni ya Go TV na athari zake kwenye utendakazi katika shirika la KBC. Have you been adversely mentioned in any integrity-related report or investigations, and if yes, can you elaborate? Chair, no. Did Go TV receive any frequencies from KBC? Honorable Chair, yes, but there was a process that actually... So yes, there were frequencies? Yes. So yes, there were frequencies? Yes. But you don't know how many? Because it's operational. Why did you not come out here and say that you have a nephew that owns an FM station? In the context of a conflict of interest, just to answer back the chairman, if appointed, because I am not approved yet, I shall document that as an interest, because it's not me, it's an nephew. I shall document that as a potential conflict of interest. Isaboke alitetea biashara zake akisema hana lolote la kuficha. Kamati hiyo sasa itafanya mashauriano kabla ya kuandika ripoti na kuiwasilisha bungeni. Kamchemenza, Darubini.